moja ama njia nyingine, haijalishi ni madhara gani wamepitia. Na ndio maana kupitia waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Abbas Saidi Argachi amesema miundombinu ni rahisi sana kuijenga upya kuliko kupata nafasi ya kumpa somo Marekani. Hii golden chance, hii nafasi ya kipekee ya kumpiga Marekani haijirudiaje mara mbili dadi. Ndio maana wanaitumia kabisa, kuitumia serious. Sasa utajiuliza, Marekani anapata madhara gani? Mbona apigwe moja kwa moja? Wewe hujui uchumi. Uchumi wa Marekani anategemea 70% nchi za Gulf. Na utajiri wa Marekani uko kwenye mafuta na gasi. Hizo dhahabu za kutengenezea cheni, sijui nini, achana nazo. Mafuta na gasi ndio utajiri sasa hizi. Dhahabu inatumika kwenye kutunza fedha tu. Thamani ya utajiri saizi ni mafuta na gasi. Sasa ukiangalia top 10 nchi 10 zinazozalisha, sio zinazouza mafuta. Kuna nchi zinazoongoza kusambaza mafuta kama Marekani, ni nchi ya kwanza kwa usambazaji wa mafuta, sio uzalishaji wa mafuta. Kwenye Venezuela hapo, kuna Russia, kuna Qatar, kuna Saudi Arabia, kuna Kuwait, kuna Algeria, kuna Iran, kuna Iraq, UAE. So utajikuta yani kuna nchi kama 6 hivi kutoka Gulf zinaongoza kwa uzalishaji wa mafuta duniani. Sasa na hizi ndio zimeshika uchumi wa dunia. So lazima kila mtu awe pale. So kwenye top 10 ya uzalishaji wa mafuta duniani, nchi za Gulf ziko kama 4 ama 5. Sasa katika nchi ambazo zinasambaza mafuta kwa wingi duniani, yani zinazouza mafuta kwa wingi duniani, ndio unaenda nchi ya kwanza Marekani, kuna Singapore na kuna India, alafu kuna China. Hizi ndizo nchi 4 wasambazaji wa mafuta, wanauza mafuta kwa wingi, ambazo hawazalishi kwa kiwango kikubwa. Sasa hizi nchi lazima ujiulize, zinatoa mafuta wapi? Marekani anategemea mafuta kutoka nchi za Gulf 70%. Kabla ya take over Venezuela alikuwa anategemea mpaka 80%. Na mkataba aliuingia na nchi za Gulf especially kama Saudi Arabia 1974, miaka 50 ziliisha mwaka jana mwezi wa 11, ndo contract iliisha kwa 70% kwa 30. Na ulikuwa uruhusiwi kumuuzia mtu yoyote yule tofauti na Marekani. So hawa suppliers wengine wakubwa kama Singapore, India walikuwa wananunua mafuta kutoka kwa Marekani. Na ndio maana Marekani alipiga sanction, alizuia nchi shirika ama nchi rafiki zake wasinunui mafuta kutoka Russia, wanunue kwake. Karuhusu juzi wiki ya pili ya kwenye vita kwamba okay, basi nendeni mkanunue mafuta Russia. Singapore na India na China mafuta yao wanayatoa sehemu mbili. India inategemea mafuta kutoka Gulf na Russia. China anategemea mafuta kutoka Russia na nchi za Gulf. Sasa utaona jinsi gani huu mfereji wa Hormuz ni mfereji ambao ni tumaini kubwa. Kwa hiyo kuna nchi wasambazaji wakubwa wanategemea mafuta kutoka nchi za Gulf, na ndio maana unaona paka leo hii dunia mafuta imepanda bei dunia nzima. Right, kama ingekuwa ni 20% kwamba mfereji wa Hormuz dunia inategemea 20%, 80%, bei isingepanda kiasi hichi. Sasa 20% kwa nani? Inategemea ni kwa nani. Alafu 80% inategemea ni kwa nani? India, Singapore, hawa ndio wasambazaji wa mafuta wakubwa. South Korea,
nao pia China, Marekani, hizi ni nchi 5 wauzaji wa mafuta wakubwa duniani, wanategemea mafuta kutoka Gulf, kwa sababu wanajua Mrussia akipenda anauza, akipenda hauzi, na ana bei zake zinabadilika, haeleweki. Ukimzingua anakata gesi, kama alivyofanya 2023 kwa wakati ya Ulaya. Alikuwa anamuuzia Mturuki, akampiga chini, akaanza kumuuzia Mhindi. Algeria, nchi moja kutoka Afrika, ndio inalisha Italy pamoja na Spain gasi na mafuta. Sasa utaona jinsi gani huo mfereji ni wa muhimu sana. Ndio maana viongozi wote United States of America, UAE wenyewe, EU, Umoja wa Ulaya wako hivi. Na jamaa wanaingia, Iran anaingiza fedha kweli, sio masiara. Sasa Irani kutokana na hali hii ya kushika uchumi wa marais duniani, wamesema Irani, basi twende kwenye meza. Kwa hiyo Irani imeiteka dunia ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Marekani kashindwa. Israeli kule ndo hata usiseme, yeye hakuna hata kitu kule. Yeye kule ni kupigika na pigika. Wanashambulia Marekani, ni ile nguvu ya pamoja, yeye anatangaza, lakini kule hakuna kitu. Kule ni kipigo kinaendelea. Sasa ndugu zanguni, tumefika kwenye hatua ya kwamba Iran imetuonyesha mfano wa kuigwa.